Aliyekuwa makamu mwenyekiti wa Baraza la Vijana Taifa yani Bavicha, Bi Moza Ali amewashukuru Chama cha Demokrasia na Maendeleo kwa kumlea kwenye itikadi za kumjenga kisiasa. Aidha, Bi Moza amejivua wanachama na kusema chama chake hakina tija na mwelekeo katika mabadiliko ya kisiasa. Assalamu alaikum ndugu zangu waandishi wa habari na Watanzania kwa ujumla. Majina yangu ninaitwa Moza Ali. Nilikuwa makamu mwenyekiti wa Baraza la Vijana Chadema Taifa tangu mwaka 2019 mpaka 2025. Ndugu zangu Watanzania wenzangu, leo nimekuja kuzungumza na nyie kupitia vyombo vya habari kuzungumza mustakabali wa siasa ya nchi yetu. Ndugu zangu Watanzania wenzangu, nikiwa kama kijana wa Kitanzania mwenye maono chanya kwa Watanzania ambao tunajua hali zetu za maisha zikoje. Ndugu zangu Watanzania wenzangu, tunafahamu siasa ya nchi yetu, katiba ya nchi yetu ipo kwenye mfumo wa vyama vingi. Na siasa hii ya nchi yetu tunafahamu raisi, mawaziri, wabunge, madiwani wote wanatokana na siasa. Mustakabali wa nchi yetu unatokana na siasa ambazo tuko nazo, kuanzia kwenye miundombinu, kwenye hospitali, mashule. Tukiangalia mambo mengi, hata kodi ambazo zipo kwenye nchi yetu zinatokana na siasa. Ndugu zangu Watanzania wenzangu, nimetafakari sana kwa kina. Baada ya kutoka hadharani wakati wa nyuma nikiunga msimamo wa chama wazi kwenye majukwaa na hata kwenye mitandao ya kijamii kwamba no reform, no election. Nikarudi ndani nikajifungia, nikatazama baada ya kuona kwamba chama changu ambacho kimenilea, kimenikuza, nikawa strong, nikaona kwamba ninaweza kupambana, ninaweza kujisimamia, ninaweza kuwa sauti ya Watanzania, kimekosa kunipa mbinu halisi ambayo tunakwenda kuzuia na uchaguzi. Nikitafakari Watanzania ambao tunawapigania, Watanzania hawa ambao wanawaza kazi zao, wanawaza familia zao, wana uhakika wa kupata 100,000, 200,000 kwa mwezi, ana uhakika na mshahara wa 1,700,000 kwa mwezi, ni Watanzania ambao tumeitisha maandamano mara kadhaa, hawajakuja barabarani. Ndugu zangu Watanzania wenzangu, nimetafakari sana kwa kina. Nikaona kwamba kuna haja, pamoja na ule msimamo wa chama niliokuwa nikiusupport wazi no matter what, sikujali chochote kile ambacho kilikuwa kinatokea, pamoja na mishale mingi sana. Ndugu zangu Watanzania wenzangu, natangaza rasmi, mimi Moza Ali ninajivua wanachama wangu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema mpaka wakati mwingine. Asanteni sana wanachadema, Mwenyezi Mungu awabariki, Mungu ibariki Tanzania. Asanteni kwa kunisikiliza. Habari za mchana waandishi wa habari na Watanzania wote. Naitwa Glory Tausi. Mimi ni mwanzilishi wa programu ambayo inafahamika kama Chadema Digital, na nilijiunga na hiki chama mwaka 2018, na programu ile tulianzisha mwaka 2019 nikiwa mwanzilishi wa kwanza kabisa. Mwaka 2024 niligombea nafasi ya naibu katibu wa Baraza la Wanawake Chadema, lakini pia ni mtiania wa nafasi ya ubunge katika jimbo la Morogoro Kusini. Kama ambavyo wenzangu wamezungumza mambo mengi, sina mengi ya kusema, lakini na mimi ninatangaza rasmi kujivua wanachama wangu wa Chadema
kwa sababu ya mambo machache ambayo yamenisukuma kufanya hivyo. Chama chetu kimetangaza program ya No Reforms No Election ambayo wote mnaifahamu. Ni programu ambayo imelenga katika kupinga na kuzuia uchaguzi. Mimi nikiwa kama mwanasiasa mchanga ambaye nimejikita katika kusimamia haki za raia, swala la kusema tutazuia uchaguzi kwangu halijakaa sawa. Kwa sababu ukiangalia sheria ya uchaguzi ya mwaka 85 ambayo imeshafanywa marekebisho, inampa raia haki ya kupiga kura na kuchagua na kuchaguliwa. Sisi tunapokwenda kusema kwamba tunalenga kuzuia uchaguzi, tunamzuia na tunamnyima raia haki yake ya kwenda kupiga kura, kuchagua ama kuchaguliwa iwapo amekidhi sifa ya kuchaguliwa. Kwa hiyo swala hili la no reforms no election kwangu limekuwa gumu sana, na siko tayari kushiriki dhambi ya kumzuia raia kupiga kura na kwenda kuchagua au kuchaguliwa kwa nafasi ile ambayo yeye angetamani. Hiyo ni moja, lakini jambo jingine ambalo limenifanya nizungumze leo na waandishi wa habari na kujivua nafasi hizi ni kutokana na mambo ambayo yanaendelea ndani ya chama chetu. Umoja, amani na demokrasia ambao tumeizoea ndani ya Chadema umepungua au umeondoka kabisa. Na hii imetukuta zaidi wale ambao tulikuwa kwenye timu ya Freeman Mbowe. Baada ya uchaguzi wa tarehe 21 Januari pale Mlimani City, mambo mengi yalibadilika, na sisi ambao tulikuwa kwenye timu hii tumekuwa tukitengwa sana. Jambo ambalo linafifisha hata ile hamu na hali ya kutaka kuendelea kufanya siasa. Lakini bado mimi ni kijana ambaye ninatamani kuendelea kufanya siasa. Kama chama changu akishiriki uchaguzi na hakiko tayari kufanya siasa za kistaarabu, kwa kweli ninaona mimi siwezi kufanya siasa za nginja. Ninaona bora nijivue wanachama huo na kuendelea na mambo mengine na kwenda chama kingine ambacho hapo baadaye pengine nitakuja kukisema, ambacho kitanipa nafasi ya mimi kufanya siasa kwa hali ambayo ninaipenda mimi. Asante.